Mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imegeuka kuwa mlipuko mbaya zaidi kuwahi kutokea nchini humo baada ya idadi ya watu waliofariki kufikia 2325. Takwimu hizo zilizotolewa na Taasisi ya Taifa ya Afya ya Umma ya DRC zimevuka vifo 2229 vilivyorekodiwa katika mlipuko wa mwaka 2018 hadi 2020, ambapo awali kulikuwa na mlipuko wenye vifo zaidi katika historia ya nchi hiyo. Kwa mujibu wa taarifa ya hivi karibuni ya mamlaka za afya, jumla ya visa vilivyothibitishwa vimefika idadi ya 4945, huku visa vipya 101 vikigunduliwa ndani ya saa 24 zilizopita. Mlipuko huu ulitangazwa rasmi tarehe 15 Mei mwaka 2026 na unasababishwa na aina adimu ya virusi vya Ebola vinavyojulikana kama Bundibugyo, ambapo vimeleta changamoto kubwa kwa wataalamu wa afya kutokana na kutokuwepo kwa chanjo au tiba iliyoidhinishwa mahususi dhidi ya aina hiyo. Eneo la Ituri limeendelea kuwa kitovu kikubwa cha maambukizi, likiripoti zaidi ya visa 3400 huku maambukizi yakiripotiwa katika majimbo 6 kati ya majimbo 26 ya DRC. Kasi ya kuongezeka kwa maambukizi imekuwa kubwa kiasi kwamba mlipuko huu umeelezwa kuwa miongoni mwa milipuko inayokuwa kwa kasi zaidi kuwahi kurekodiwa tangu Ebola ilipoanza kutambuliwa. Wataalamu wa afya wameeleza kuwa kuchelewa kwa wagonjwa kufika hospitalini na changamoto za kugundua ugonjwa mapema ni miongoni mwa sababu zinazochangia kuongezeka kwa vifo. Kiwango cha vifo miongoni mwa waliothibitishwa kuwa na Ebola kimeongezeka kutoka takriban 20% mwanzoni mwa Juni hadi 46%, hali iliyoashiria kuwa kuchelewa kupata uchunguzi kunaweza kuwa na mchango mkubwa katika vifo hivyo. Mlipuko huu pia umeathiri nchi jirani, huku Uganda ikiripotiwa na maambukizi baada ya virusi kuvuka mipaka. Hata hivyo, hatua za haraka kukabiliana na ugonjwa huu nchini Uganda zimezuia kuenea kwa kiwango kikubwa, huku vifo 2 pekee vikiripotiwa. Ebola huenea hasa kupitia mgusano wa moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu anayeambukizwa. Kutokana na kasi ya kuenea kwa ugonjwa huu, mamlaka za afya na mashirika ya kimataifa zimeongeza wito wa kuimarisha ufuatiliaji wa wagonjwa, utambuzi wa mapema na huduma za matibabu.